Kuna kitu ambacho ningetaka leo hii tuondoe, kitu chochote kinachozuia mwito wetu ukamilike. Vio ya mkutano huu tunapoimaliza niliambiwa ni higher calling. Bwana asifiwe. Na mchana tukasoma ya kwamba kuna sauti ambazo zinazuia tukamilike na tufikanishie katika kusudi la Bwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Ninashukuru watu wa machini wanafanya kazi nzuri, ongeza volume kidogo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuingie kitabu cha Waamuzi 3 mstari wa 12. Maandiko inasema, umefika? Judges 3:12. Judges 3:12. Ama Waamuzi. Maandiko inasema mstari wa 12. Basi wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu tena mbele ya Bwana, naye Bwana akamtia nguvu Egloni mfalme wa Moabu juu ya Israeli, kwa sababu walikuwa wameyafanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Huyo Egloni akakutanisha kwake wana wa Amoni na Amaleki, wakaenda na kuwapiga Israeli, nao wakauchukua huo mji wa mitende. Wana wa Israeli walimtumikia Egloni mfalme wa Moabu muda wa miaka 18. Sema 18. Lakini wana wa Israeli walipomlilia, Bwana akawainulia mwokozi, Ehudi mwana wa Gera Benjamini, mtu aliyekuwa mwenye kushoto. Nao wana wa Israeli walimpeleka Egloni mfalme wa Moabu tunu mkononi mwa huyo Ehudi. 16. Ehudi alijifanyia upanga uliokuwa na makali mawili, urefu wake kuita dhiraa 2, akaufunga huo upanga ndani ya nguo yake katika paja la mkono wa kuume. Kisha akamsogezea Egloni mfalme wa Moabu hiyo tunu. Basi Egloni alikuwa ni mtu aliyewanda sana. Sema aliyewanda sana, ama alikuwa amenona. Naye hapo alipokuwa amekwisha kuisongeza hiyo tunu, akawapa ruhusa watu hao waliochukua tunu wakaenda zao. Lakini yeye mwenyewe akageuka kutoka huko kwenye sanamu zilizokuwa karibu na Gilgali, akasema, mimi nina ujumbe wa siri kwake wewe, mfalme. Naye akasema, nyamazeni kimya. Watu wote waliokuwa wanasimama karibu naye wakatoka na kumwacha. Basi Ehudi akamwendea, naye alikuwa amenaketi peke yake katika chumba cha baridi. Ehudi akasema, mimi nina ujumbe kutoka kwa Mungu kwako wewe. Basi akainuka katika kiti chake. Ehudi akaunyosha mkono wake wa kushoto, akaushika upanga kutoa hapo katika paja lake la kuume, akamtia tumboni mwake. Hicho kipini nacho kikaingia ndani pamoja na huo upanga wenyewe, nayo mafuta yakashikamana tena juu ya upanga. Kwani hukutoa tena upanga tumboni na ukatokea kwenye nyuma? Ndipo Ehudi akatoka nje ya barazani, akamfungia milango na hicho chumba na kuifunga kwa ufunguo. Basi alipokuwa amekwisha toka nje, hao watumishi wake wakaenda wakaona, na tazama, hiyo milango ya chumba ilikuwa imefungwa kwa ufunguo. Nao wakasema, hapana budi amejifunika miguu yake ndani ya chumba cha baridi. Wakagoja hata wakatahayari, na tazama, hakuifungua milango ya chumba. Basi wakatoa ufunguo na kuifungua, na tazama, bwana wao alikuwa ameanguka nchi, naye amekufa. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako. Asante Mungu kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante kwa sababu ya meza ambayo umetuandalia siku ya leo. Tunaalika uwepo wako mahali hapa, mfalme. Umekuwa nasi hata dakika hii, ukatunenea. Nitumie kama chombo chako, neema zako na wema wako na Roho Mtakatifu akatushukia, akatufunulie, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Useme amen. Useme amen. Tupigie neno la Bwana makofi mazuri, kwa sababu ni mzuri, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu Pastor Simon, thank you. God bless you for this chance. I don't take it for granted kuja kuhudumu kama umeketi hapa chini. Mungu akubariki. Mungu akubariki. I'm so happy as I use the grace that you have. Bwana asifiwe. Maandiko yametupa historia ya wana wa Israeli. Maana kitu ambacho ningetaka kuambia siku ya leo, na ili tufikanishie ina haya kodi,
kuna mambo ambayo yanaweza simama yakazuilie tufikanishie. Na hapa ndiko maandiko yananena juu ya mtu mmoja aliyeitwa Egloni. Egloni alikuwa mfalme ambaye alitesa wana wa Israeli sana. Na maandiko inasema kwamba hapo kuanzia 12 ya kwamba hawa wana wa Israeli walifanya kitu ambacho hakikumfurahisha Mungu. Na Mungu akainua Egloni na ili andawatesi. Bwana asifiwe. Lakini kitu ambacho kinalifurahisha siku ya leo, hapa tumesoma kuna mahali maandiko yanasema kwamba na wana wa Israeli wakalilia Mungu, naye Mungu akainua Ehudi. Kwa hivyo leo sijakuja kama Egloni ambaye anatesa, nimekuja kama Ehudi. Leo sio kuna Ehudi leo. Na Ehudi anakujaga kukomboa watu katika mikono ya watesi wao ambao wanazuia ndio ya kwamba wana haki. Egloni akiwatesa alikuwa anajua anawatesa akiwa na mamlaka ya Mungu, kwa sababu walikuwa wamepotoka njia zake. Kwa hivyo alikuwa anasimama katika hiyo haki anawatesa. Na maandiko yanasema kwamba aliwatesa miaka 18. Hey, miaka 18 si mchezo. Bwana asifiwe. Miaka 10 mateso ya miaka 18. Na maandiko inasema kwamba huyu jamaa alikuwa mnono. Na alikuwa anakaa katika kajumba kajuu. Yaani naona jamaa amekuwa mpaka conditioner. Jamaa amekuwa kaka kazuri. Hiyo anaikuwa kimachini cha fresh air inakuwa fresh huko juu. Hata yuko hapa chini hata kanyumba kajuu na hivi aona vizuri. Shida ni anakaa nyumba mjuu atese watu wengine. Na alikuwa na haki, maana wakati aliletwa Waisraeli hawakuwa wamefanya vizuri, walikuwa wamepotoka njia za Bwana. Kwa hivyo akikuja mara ya kwanza hakuwa amekuja kwa njia mbaya, alikuwa amekuja ametumwa na ili arejeshe wana wa Israeli katika njia za Bwana. Lakini wakati alikuja akabadilisha nia yake, akaanza kuwatesa. Na wakati kuonesha alinona ni kuonyeshana alikuwa anakula mali yao. Amen. Sijui kama tunashikana na mtu, maana tunakaa dakika chache ya kwamba huyu jamaa alinona mpaka Biblia ikamuita amenona. Just imagine, unanona mpaka Biblia inaandikwa jamaa amenona. Si kuona tu na macho, amenona mpaka imenakiliwa na uzao ikajua alikuwa amenona. Sema alikuwa amenona. Na ukiona unono inaandikwa, si unono mzuri. Tukutane na sana. Jamaa alikuwa mnono na kautambi karefu. Jamaa anakuja na pale juu. Kazi yake, imagine, kazi yake ni kuja kufilisisha watu wa Mungu. Watu wa Mungu wanalia, wanateseka, wanalia na kicheko, wanajaribu kuabudu Mungu, haikiani, maana jamaa anakula pesa zao. Bibi mwingine, wewe umeona kiasi gani? Unajua kuna unono mzuri. Kuna unono wa kujitafutia ni mzuri. Lakini huyu jamaa maandiko aineni juu ya unono wa mwili. Sasa hapo tumepoteana. Ni unono wa mambo ambayo alikuwa amefanya. Na ndipo Ehudi akaambiwa sasa ende ukaokoe wana wangu. Bwana asifiwe. Na maandiko inaniambia kama leo nimekuja, jamaa anaitwa Ehudi ambaye ni mkombozi wa wana wa Israeli. Hakuja peke yake, aliandaa silaha. Sema silaha. Na leo ndio umeona na huku kwenu hakuna security, maana nimeingia na revolver kwa hii mlango. Nimeingia na bunduki, hakuna jamaa ameuliza boss unaenda wapi na bunduki? Nimeingia nayo. Na si kitu kingine, ni neno la Bwana. Haleluya. Ehudi akajua mtu hawezi kupigana na adui mikono mitupu na ujui amepishana na nini. The problem with the people, umeokoka na umekuja revival, lakini hakuna silaha unatumianga. You need to know the sword you use against your enemy. Hey, I'm speaking to somebody. Lazima ujue silaha ambayo unaweza shinda vita za kiroho katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Kuna watu hawajui kuomba sana. They know how to speak and to proclaim the word of God. Amen. Kuna mtu anaweza kunenea maneno ya Mungu, asome Biblia, ashikanishe verses zote, ashikanishe zote na iwe hivyo, na ifanyike. Na mwingine lazima aombe ndio mambo itendeke. You know there's some people even na wanajua kuko nao. They know the Bible na wanahubiri, but they know the verse. Hajui, anaweza kukuambia verse fulani lakini hajui kitabu gani. Kuna unaweza kudanganya na Biblia lakini kukuambia verse ni gani hajui. Anakusemea verse fulani akwambie lakini siki kama ni John ama ni
kwa hapo katika, lakini ni Biblia na ndani ya Biblia. Hiyo ni kuonyesha silaha yako ni nini? Maombi. Bwana asifiwe. Ehudi akajua nimetumwa nikapigana na Eglon. Na huyu jamaa amekaa miaka 18. Kwa hivyo amezoea na amejua Waisraeli wanakaa aje, wanalala saa ngapi, wamekosa nini, wako na nini, wakikosea Mungu wanafanyaga nini, wakati wanahudumia Mungu wanafanyaga nini. So alikuwa na general knowledge ya hawa watu. So hata akikuja lazima nijue huyu jamaa nimkaribie, nijue ni siri gani anatumiana. Eglon na Ehudi akaja, na maandiko yanasema akatengeneza panga mzuri, na jamaa huyo alikuwa kushoto. Hata kwa kushoto sijui Mungu amewabariki sana, hata president wetu ni kwa kushoto. Unajua ukiona mtu wa kushoto kuna jamaa akikugonga ngumi ya kushoto hauwezi kuamuka tena. Ehudi alikuwa wa kushoto. Na maandiko yanasema ya kwamba alichonga panga njora ambayo ina kuili ni kali, akaificha mkono hivi akaitengenezea hapa. Bwana asifiwe. Sijui kama ni kwa sababu ndio atoe hivi, sababu ukiwa hapo uweze toa hivi. Na maandiko yanasema kwamba akainua vizuri na akaficha mahali. Anapo akaongea na watu ambao walikuwa nalinda Eglon, wakamwambia niko na ujumbe wa Mungu juu ya mfalme. Kwa hivyo Eglon akawaambia fanyeni hivi, tokeni huku, maana nataka kuongea na yeye. Sijui kama tunashikana. So wewe unaona mission ya Ehud sio mission ya Eglon. Kama leo kuna mtu alikuja kumalizia revival, hakujua revival hii si kama zingine. Kuna kitu ambacho lazima kiondoke. Kuna kitu lazima kiondoke, maana kuna upanga tumebeba, nalo ni neno la Bwana katika jina la Yesu Kristo. Maana lazima tuondoe Eglon. Hey, haleluya. Lazima tuondoe Eglon, maana wengine tumeokoka ndio uweze kutokelezea saa hii. Anasimama nasema huyu jamaa aliua, huyu jamaa alifanya hivi, alifanya hivi. Kwa hivyo hata kama atahudumu hapiti hapa, anaweka right. Na ndio unaona even if you have a higher calling, there is somewhere you cannot pass. Bwana asifiwe. Hata kama umejazwa na Roho, mfalme Eglon hajaondolewa na Ehudi. Na ndipo tumekuja kuondoa Ehud katika jina la Yesu Kristo. Na huyu Ehud si mwanadamu peke yake, anaweza shika mpaka eneo fulani, territory yote. Anasema huku kulikuwa na mchana, kwa hiyo hii eneo nobody atakuwa na amani. Na ndipo ukiingia huko mpaka ndoto zako zinabadilika. Unaanza kuota ndoto zingine jinamizi, ndoto ambazo hauelewi zinakuogopya. Bwana asifiwe. Na hiyo eneo ukiingia mpaka magonjwa yenye iko huko ni fani, mpaka ijulikane ni gani. Madaktari wanachunguza inakosekana. Ukiingia eneo hilo pengine unashikwa na shida. You need to know even the territory you live, ni nani utamalaki eneo hilo. Bwana asifiwe. Amen. Ni sawa wewe ni muombezi, but it is good to understand the territory. Wacha kukaa tu mahali unakuja unalala unatulia. Unaambia Mungu sasa nimekugoja ushuke, nisikie tarumbeta. Wewe itapigwa au utasikia. Ni vizuri ukae ukijisikia. Bwana asifiwe. Hebu ya mwingine tutamaliza Eglon. Na maandiko yanasema Ehudi akamwambia niko na ujumbe. Kwa hivyo wakaondoka. Na maandiko yanasema kwamba wakati waliachwa akaambia Eglon, Ehudi akaambia Eglon ya kwamba mimi na ujumbe wako ningetaka kukupea. Na akasimama, maana ukiongea na mfalme lazima usimame. Akasimama akamwambia ujumbe ambao nimepewa. Sasa tunaona venye anafanya. Ujumbe ambao nimepewa ndio hii. Ndio hii. Akachomoa upanga tu mara moja, akaweka kwa tumbo ndani. Na maandiko yanasema mpaka mkono wake ukaishia, akaiacha huko ndani. Hallelujah. When the mission is over, don't go back for the traces. Hallelujah. Na ukichunguza uone kwamba uone urefu wake ni gani. Akaufunga huo upanga. Ehudi alijifanyia upanga 16. Ehudi alijifanyia upanga uliokuwa na makali kuwili, urefu wake ulipata dhiraa 1. Si hata uida 1 mita, mtu 1 mita anatoshana hapo. Bwana asifiwe. Si mtu mnono. Mpaka wakati ndio anakaa pale juu, maana hakuna kitu kingine anafikiria, lazima apigwe na kaupepo ka freeze kazuri. Na ndipo unaona upanga hii njora ya dhiraa 1 ili sasa mimi ukinidunga hata na kawaida sitatokea hapa.
Sasa huyo ni mnono na mimi ndio mnono. Sasa bali aliweka hiyo panga akaitunga. Maandiko yanasema ilipotelea mafuta ikameza panga. Na hakuchomoa. Wacha nikwambie kitu moja. Ukisoma hapo nyuma wakati aliwadunga na maandiko yanasema Ehudi alipofanya hivyo si amefikisha ujumbe. Sema amen. Wakati alifikisha ujumbe akatoka vizuri na akafunga. Ambao walikuwa wanafanya kazi wanamlinda. Wakafikiria jamaa kwenda. Wakangojea afungue hafungui. Maandiko yanasema yakikuja inasemana vizuri wakafikiria ameenda kujisaidia. Wakangoja. Sema amen. Wakakaa hapo wakaona jamaa afungui. Wakakaa hapo mpaka wakaaibika. Maandiko yanasema wakati waliaibika wakaambiana pana, wacha tuangalie. Kufungua nyumba wakapata Ekron ameanguka na tumbo kisu iko kwa tumbo. Haleluya. Haleluya. Amen. Nilimwambia leo ni maneno tu. Au unaona nikipiga mtu ngumi, lakini hii maneno kuna mahali nafikia. Bwana asifiwe. Ekroni hangeondolewa na Ehud kwa hiyo nyumba maana alikuwa expert ya kazi ambayo imefanyika. Amen. Nirudie tena. Alikuwa expert ya kazi ambayo Mungu amefanya kutetea na kuokoa wana wa Israeli. Leo hii kazi ambayo Mungu atafanya haitafanyika kama imefichwa, lakini itafanyika kitu itajulikana. Huyu ni Mungu amefanya katika jina la Yesu Kristo. Haitaki kujulikana. Huyu jamaa anakaa pale juu, kazi yake anameza amani ya watu, anameza huduma ya watu, anameza familia, anameza kanisa kama hii, na ndio alikuwa amenona 1 mita. Na leo katika jina la Yesu Kristo, Ekroni wote katika eneo hii tunatia upanga katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi. Na ndipo unaona kuna watu wanaomba, wanahudumia Mungu badala ya kunona kama kuwa na afya nzuri ya kiroho, wanakonda tu. Kwa nini? Kuna jamaa anakunywa. Kuna jamaa amesimama. Unaona kabisa kama hivi, unaona kuna mahali kanisa ufunguliwa, kanakaa hivyo, akaendelea. Maana yeye ndio huko ni yule mwenda wazimu. Bwana asifiwe. Una karibu kuimba kama hii tumeimba hapa. Unaimba mpaka wengine wanatuonyesha style. Si tumeonyesha style hapa. Wengine wanaenda hivi, si hata sijui kama hapa kunaenda hivi. Maana lakini yeye anasema hata muimbe kumbuka nilitumwa. Sijui nani anaendelea hapa. Ya kwamba unajaribu vyote. Lakini Ekroni anasema I have the power and authority. Hapa upupi, hata kama utanena na bibi zote, hata kama utanena kesha, hata kama utafanya nini, hata ukiita bingu ifunguke. Ekroni anasema ende uangalie ule jamaa sitoboe. Lakini leo tunapomaliza revival, our calling have to be accomplished in the name of Jesus Christ. Mwito wetu katika Bwana lazima utafikanishia in the name of Jesus. Alikuwa amekula mafuta yote ya Waisraeli. Israeli wao konda makonda huko. Alikuwa amekonda huko. Unapata Waisraeli ameenda hivi. Unaona lugha. Wanafanana wote. Wanaenda hivi. Ama nini niseme nini? Kama kwetu sisi ni wanono, sisi wawili. So unaona mtu amehanoni, hakoli, amekata. Kumbe jamaa mwenye anakula unono yako hapo pale juu. Kafureshia hapa. Situmchomoa. Situtomoa huyu jamaa. Atatusumbua mpaka lini? Anaangalia full gospel kama hii, anaona imejaa watu. Anasema kwani hii imepita na kanisa la hapa hazipitangi? Na ni kibaya, ni kiburuki. Anyway, you need to know who blesses you. Bwana asifiwe. Usikimbie. Even today you saw, lazima ningeomba ruhusa kwa pastor. There's some things I cannot do in someone's altar. I've been called to minister the word of God. Bwana asifiwe. Na kuna kitu moja naweza kuambia today in the name of Jesus. Kila yeyote ambaye amekalia kanyumba kajuu, amejenga gorofa na vitu zako, leo tunaibomoa na kuiregesha katika jina la Yesu Kristo. Imani yetu itarejea. Tumelala kama hatujalala usiku, leo amani yetu ikarejea katika jina la Yesu Kristo. Vitu zote hatujanyakuliwa, tutazichukua sasa katika jina la Yesu Kristo. Leo niko na ujumbe wa familia fulani hapa. Kile chochote kinamsumbua lazima kikaondoke. In the name of Jesus Christ. As we wind up the revival, everyone lazima aondoke. Na mwingine aliaga
roho yake ndiye inamsumbua na bado inadumu. Tukutane darasa. Amen. Egron yote kama ataka leo, hata kama ni mtu ataondoka leo. Amen. Lazima tukitoka hapa, by the way by Sunday tutakuwa tukidance hapa. Kwa sababu Egron hata kuwa. Amen. Mtumishi wa Mungu tuongoza vizuri. Sasa Sunday au utakuambia amen mara mbili. Hallelujah, unasikia amen kama tatu. Ama tunasema kama ile ya Nigeria. Amen. Because to Egron ametoka. Lakini kama Egron amekushika, unaambiwa Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ati imani iko kwa moyo, kwa hivyo mdomo haisemi. Kumbe moyo iko sawa, mdomo ilishikwa na Egron. Tukitana na sana, ambao mwingine Egron amekushika mpaka wapi wewe? Hallelujah. Egron ni mbaya. Wakati unakuja mpaka revival, ana make sure hamjasikizana na mume wako ama mke wako umekosana. Ama ukikuja kanisani asubuhi, Egron anakuja asubuhi kunywa chai. Anakuja anajitungisha hapo. Anasema hello sir, you are going to church. Anakondoa amani. Na mlikuwa mmelala vizuri, mkaamka vizuri, mkaoga, kwa gate Egron akatembea. Ukifika hapa unasema amen na unamwangalia kana anasema amen. Maana unashinda huyu ataenda mbinguni. Abia mwingine ni Egron. Mwambie ni Egron. By the way, in the prayer kuna mahali ambapo haufai kuwa na stress. Ni hapa. Bwana asifiwe. Leo hiyo ni stage ya kwanza ambao nimesema dhambi ambazo tulifanya ama mambo ambayo tulipotoka katika njia za Mungu zinaweza kuwa kizuizi maishani yetu ya huduma. Amen. Hata maisha yetu ya kifamilia. Bwana asifiwe. Maana ukitaka kujua unaweza kuwa mpaka ndoa yako haiendelei because of the covenants you had before you get married. The covenants you had with other people kabla uolewe kwa hiyo ndoa. Hiyo ndio inakuondoka. Na Egron anasema hii ndoa haitasimama maana hajavunja lile lingine. Na inakuwa ngumu sana. Unaona ndoa kabadala iendelee inashuka inakuwa stagnant. Bwana asifiwe. Na leo katika jina la Yesu Kristo, kila baraka ya ndoa lazima Mungu atairejesha katika jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho Mungu anatumana katika ndoa kituja katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Biblia inasema ukipata mke you gain favor. Si unapata favor? Lakini kwa nini ukiolewa bado na favor inakosa? Because kuna kitu kimeibiwa. Hallelujah. Bado unauliza wewe unadai kalia. Wewe ndiye nilikuwa nimeoa. Kwa sababu unaona amebadilika. Hebu angalia mwingine kama anasimama uone kana mambo imebadilika. Bwana asifiwe. Egron akikuja yeye huharibu mambo. Hallelujah. Tukutane Yesu. Tuko pamoja. Situpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Wakati biashara yako imefika level nyingine, Egron anasema hapa upiti. Kanaenda ana shida ukiweka capital. Unaweka milioni 2. Na inaendelea mwaka moja na 2 na unanunua lori. Anakuja ununue Nissan. Anakuja ununue basi. Hata duvi uko nazo za transport. Hata kurukuru. Na zingine inaitwa hii miguu mitatu. Tuktuk unanunua. Zinajaa watu wanakuita mdosi. After 10 years zote zimewekelewa mali. Na yenye imebaki mzuri ni basi, na si basi mzima ni viti zake. Maana ziko sitting room. Unaambia mtu, unaona nini? Hizi viti ilikuwa ya basi yangu, ilikuwa inaitwa Bukija. Kali. Sasa hauna hata baiskeli. Maana Egron alikuja akanyakua, ambia mwingine nitamaliza vizuri. Mwambie nitamaliza vizuri. Maana sitamalizia vibaya. Mimi huambia watu wengi, afadhali ukule shida ukianzia kuliko umalizie na shida. Bwana asifiwe. Afadhali saa hii ukose basi hiyo, lakini ukizeeka uko nayo. Lakini si uanze kuniambia pastor, hii basi na si basi ni viti. Ama umetengeneza umeweka waya ni ya kuku, unalelea kuku za broiler huko. Saidini mayai hizi atimize 1 week in 2 weeks. Naambia kama mtu sasa hapa kuna pepo. Na kama uko nayo ndio ipime wao iuze. Utengeneze nyumba ya kuku. Tutengeneza inaweza zuia gari zingine zikuje. Hallelujah. Maana Egron anaweza iba katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah.
dakika zangu zinakatika. Tuone katika nikuonyeshe kitu kingine kinaweza zuia. Hallelujah. In the book of Luke. Nitaenda haraka sababu ya wakati. Luke 13. Luke 13. Luke 13. Kitu cha kwanza tumesema ambacho kinazuia ukamilike. Tumesema ya kwanza tulisema ni sauti mchana, ya pili tumesema ni Yehudi kwa sababu ya dhambi ambayo ilitendeka, si ndio? So ya tatu katika Luke 13:10 maandiko yanasema siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi moja, na tazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa dhaifu muda wa miaka 18. Gaya. Miaka 10 na ngapi? Kama Yehudi. Unafikiri kutasaka miaka 18 miaka 2? Naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Alikuwa hivi, hangeweza kujinyosha kabisa, na alikuwa kanisani. Yesu alipomwona alimuita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika. Alifanya nini? Kwa sababu Yesu aliponya mtu siku ya Sabato, achana na huko kwingine. Maandiko imesema Yesu alikuwa anafunza hekaluni. Na kuna mtu mmoja ambaye alikuwa amepindana mgongo wake. Hangeweza kujinyoosha miaka 10. Just imagine, alikuwa amekaa 18 years kwa church. Na hakuna mtu alimuona. Lakini Yesu akaona huyu amepindana. Akamuita akamwambia, umeponywa. Hallelujah. Kitu kingine ambacho kinazuia ukamilike katika wito wako ni kitu ambacho kinaitwa siri. Unafunikwa. Tutendeleza. Abia mwingine unafunikwa. Unajua na kufunikwa si ufuniko na shuka hivi ati uone. Unaweza wekwa kitu kinaitwa grass ceiling. Grass ceiling ni kama mbona inaenda huko na museum. Unaweka hivi kioo. Hapo unaona ile mjama na hapa lakini wewe ukaribia. Tutendeleza. Wewe unaona kuna simba na hapa na naenda, lakini anakuja na hivi lakini hakuna kitu kinaweza maana amefungiwa hapa ndani. Kuna watu kiroho unaona vitu zako kwa kioo, unaziona ndio zile, lakini kuna blockage ambao inazuia uvikalishie. Na huyu mama alikuwa amepindana. Hiyo ni kusema hakuwa anaonekana hapa kwa miaka 18. Yesu wakati alimuona kanisani, naona kama ujumbe uliishia hapo. Wakati alimuona akajua huyu ndiye alikuwa anafanya niitwe hapa, na akajua ya kwamba mambo yanabadilika. Kuna watu hawakamiliki katika mito yao, maana waliinamishwa vichwa zao, hawaonekani uso wao, wanajaribu kufichwa. Wako na mwito ndani yao, wako na mafuta ya Bwana, wamejazwa na Roho, lakini uso wao